msangiri. Austin Majanji anasema ni sambia sangiri. Lakini kikwetu tunaita ebiringwati. Marco Samido anasema in Nandi we call it lakwas. Alafu kuna jamaa mmoja anajiita Pavius Ward Nyarkowino. Anasema always full of maggots. Ajui ni tunda gani. Kuna mwingine hapa anajiita pale kwetu it is called look at. Alafu mama yake Ara anasema busara ya wanaume. Jared wa mwalimu anasema ni Tinduli's my dialect. Alafu Vikembe Umbutu anasema mimi namfahamu mnyama aliye juu kwa jina la Arabu Uria. Mwingine anakuambia ni kuna bwana mmoja anajiita Gerard Levat anasema maparapandi. Mwanafalsafa Sami anasema lakwas. Alafu Nalungu Eliud anasema msangiri ama msambia. Upande wangu namuona pale MC Gatanga amecheka kwamba eti Waluhya wanasema mapera pandi. Mapera pandi. Alafu kuna bingwa mwingine hapa anaitwa Kolo Mpendwa. Anasema ni msabibu. Msabibu, sio mzabibu, msabibu. Atakuwa linuia kuandika mzabibu. Kama ni tunda ni zabibu, lakini hili si tunda la asa zabibu. Na upande wangu namuona hapa Mark Samido anasema in Nandi we call it lakwat. Alikuwa umesoma ujumbe huo, labda nisonge chini. Omusungu anasema chinduli, manshvo maporopandi. Alafu Jackson Mbuni anasema maparapandi. Kwa hiyo naona maparapandi yanazungukia pale magharibi. Magharibi. Wanaamini hivyo. Na chinduli. Alafu kule Kisii wanasema eborungwati. Lakini kuna bwana mmoja anajiita Austin Majanji. Naona kidogo amekuja katika mwelekeo na mtazamo unaofaa. Kwa sababu anasema zinajulikana kama sambia ama sangiri. Ukweli ni kwamba katika dhana nzima ya lugha ya Kiswahili hayo ndio majina ama istilahi zinazokubalika katika ukanda wetu. Kwa sababu ukienda sehemu kama kule Lushoto, kule Mlalo, kule Tanga Tanzania, huwa wanaita sambia ama sangiri. Kwa hiyo msikilizaji, ningependa kufungua line ya simu tupate pengine matamshi vizuri. Ndivyo. Unaweza ukapata tumesoma maparapandi. Kumbe alikuwa na dhemeria kivingine. Yale ya Ruiru kusomeka Ruiro. Kwa hiyo line ya simu nambari ni 0719012700 na dahua kwamba nambari ya mawasiliano ni 0719012700. Teddy Maishelo. Hello. Naam. Habari ya Victor Mlam. Njema sana ndugu yangu. Nani mwenzangu? Kama kawani ni Victor Mwindi. Nadhani maparapani ni kwa wingi. Naam. Alafu kwa umoja sasa inaitwa parapandi. Parapandi. Haya, shukran sana. Hedo Maishelo. Naam. Unaangana karibu kutoka Kisii. Naita Ebirangwati. Ebirangwati kwa ama kimoja inaitwa Ekrangwati. Kimoja. Wingi. Biko bingi Ebirangwati. Shukran sana. Haya. Hedo Maishelo. Mlama. Naam. Iko salama sana. Nani mwenzangu? Inaitwa Chinduli. Nani mwenzangu? Ni Justus kutoka Kitengela. Kwa Kiluya Kipukusi inaitwa Chinduli. Alafu kwa Kiluya nyingine inaitwa Parapandi. Haya, shukran sana ukiwa pale Kitengela. Hedo Maishelo. Naona ni kama kuna mtu anasikiliza radio na inasikikia hewani jamani. Hedo Maishelo. Unazima simu. Unazima radio kunradhi. Hedo Maishelo. Naona Victor Mlama. Naam. Good morning. It's a good morning. Salamia mstaifu mabruki hapo studio na wageni wetu wote. Kama kawaida utio ule mchezo kutoka hapa Kitale tuanzaje mchini Madrid. Naam.
Sasa hapa hivyo matunda kinduli kwa lugha ya mama. Tunaita kinduli. Kinduli. Alafu kwa Kiswahili naona Kiswahili tunaita masambia. Au sio? Haya, safi. Kidogo tuko mbele pamoja. Shukrani sana OTOT. Redio Maisha hilo. Kuna sauti fulani inasikika sipendi. Sauti nani amefanya? Radio Maisha. Redio Maisha hilo. Hello. Nakusikia, niambie. Huyu ni Mureti kutoka Meru. Naam. Kwa lugha ya Kimeru tunaita lugwat. Lugwat, yeah. Yeah. Shukran sana Kimeru lugwat. Redio Maisha hilo. Redio Maisha hilo. Hello, Redio Maisha. Naam. Ya vile nasikia wengine wanasema sijui lugwat. Kwanza kwa majina naitwa Dominic Karani kutoka Kapchoro Nandi. Naam. Wengine wanasema sijui ati lugwat, maparapandi, lugwat. Unajua mimi nimeelelewa pale Dongo Kundu pale. Naam. Nikaelezwa tu mzuri kwamba inaitwa mzabibu. Mzabibu? Mzabibu ama msangiri. Msangiri ni sawa, ni sahihi, lakini mzabibu Hapo walinidanganya. Aliyekuambia aliongopea, tunasema aliongopea. Hapa msangiri, lakini ama mabarapandi, sijui mabarapandi. Hicho kitakuwa ni Kiluhia. Si wale unatoa P, sio leta P unatoa hiyo. Inakuwa B. B, hasa mabarabandi. Mabarabandi. Ndio. Hiyo ni mpya mjini jamani. Haya, shukran sana. Msikilizaji naomba ama tuendelee kupokea. Moja wawili hivyo. Haya, sawa. Redio Maisha hilo. Naam. Jambo. Si jambo. Habari ya mabibi. Salama. Safi sana. Kwa majina naitwa Philip. Naam. Naomba nami nijivunie lugha ya mama. Jivunie tuone. Kule mimi natoka huko Kisoro tunajiita emisati. Emisabibu. Emisati pipi. Emisabibi. Nimeipata vizuri. Kwa hiyo unaita emisabibi. Ikiwa ni mingi. Ikiwa ni mmoja. Sasa kama mtu yenyewe tata mtu wa omsati. Omsabibi. Hicho ni kiwanga ama ni matunda ni emisati. Hicho ni kiwanga ama ni gani? Ni kikisa. Kikisa. Nimefurahia. Nafikiri nitaanza kuita. Unaona sasa? Utamu huo, lugha nzuri sana. Lugha ya mama tamu. Na uendelee kuitumia. Asante. Haya, shukran sana. Redio Maisha hilo. Vita Mlama. Naam. Jambo. Si jambo. Umetoa maeneo Limuru hapa, nimekutana na Mwalimu J Jackson Chena chairman mwenyewe. Kwenye kituo cha baridi kali. Kwenye kituo cha baridi kali kabisa, mahali barafu yenyewe inapikiwa. Inakohoa. Inakohoa kabisa. Kwanza hapo ndio kwenye asili hayo matunda. Hayo matunda. Hapa sasa. Hapa yako kwa wingi. Sasa katika ile lugha ya kwetu. Naam. Huko kwetu Kisii tunaita evirangwat, ikiwa kwa wingi. Evirangwat. Na ikiwa kwa umoja ni ekerangwat. Ekerangwat. Alafu ukikuja sasa kwenye Kiswahili. Naam. Natumai tunaita msangiri. Kama sijakosea. Sawa kabisa. Umesema vizuri sana. Alafu unajua ukiwa mahali ambapo pengine unakumbana na makabila mawili matatu. Naam. Kama hapa mahali ambapo nimekulia hapa Limuru. Hapa wanaita mabodha. Mabodha katika lugha ya Kikuyu sasa. Hao wamevuruga sana. Alafu Mlama. Sasa kuna mahali ambapo nilifurahia katika uchambuzi wenu. Naam. Hiyo sehemu ya kupambanya lugha na kutengeneza lugha sanifu. Sijui kabla mtoke mtanitoa taka sikioni. Ni sahihi kusema kwamba funga kitabu ama fungua kitabu kurasa fulani, ama ili neno funga na fungua tunalitumia vipi?
tena malapati. Haya, sawa sawa. Daktari, shukran sana. Daktari, kama unaweza kumjibu Mwalimu J. Nimekusikia Mwalimu J, umesema fungua kitabu na fungua ama funga. Amesema fungua ama funga. Amefika tayari. Basi ni kufungua kitabu. Naam. Anasema ni unafungua kitabu ama unafungua ukurasa. Unafungua ukurasa. Ukurasa. Si kitabu. Fungua ukurasa. Naam. Ndio. Kwa hiyo Mwalimu J, bila shaka umepata jibu hilo. Naam, pengine nipokee simu kadhaa. Nimeona mchango umeanza kuwa mzuri sana. Radio Maishelo. Radio Maishelo. Halo? Naam. Mimi ni Ruth natoka Rugari. Hivi wanasema zinduri, naelewa ni zizu ni Kimaragoli. Naam. Na maparapandi ndio hayo tunaita kwa Kiswahili msangili. Maparapandi. Maparapandi. Maparapandi hata yako hapa mengi. Yapo niko nayo mengi yanamea tu yenyewe. Haya, tusambazie Nairobi. Ndio tusambazia jamani. Nitawasambazia. Yanauzwa Nairobi, yanauzwa. Huko yanauzwa hivyo. Shukran sana. Hata mimi nimeshukuru sana. Haya. Radio Maishelo. Radio Maishelo. Naam. Mambo vipi Mr. Mulama? Mambo shwari bila shari, mashairi tu ndiye yamejaa. Huyu ni Didarius Kipalge kutoka Kapsabet. Naam. Sasa kwa lugha yetu ya Kikalenjin. Ndio wanasikia hiyo lakwad ama huwa tunasema tu lakwad. Lakwas ama lakwad. Lakwad. Kwa hivyo ni wanasikia tu wakisema hivyo lakwad. Na kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili sijajua vizuri. Utasikiza redio yako. Shukran sana. Darius akiwa kaunti ya Nandi. Radio Maishelo. Hello Bwana Victor Mlama. Naam. Unabonga na Chokora Makueni. Makueni kwema, ndio mvua imenyesha jana. Naam. Tunashukuru Mungu. Vizuri sana. Sasa sisi huwa tunaita hiyo chinduli. Shukran sana. Tuko mbele pamoja. Safi. Kwa hiyo msikilizaji, naomba tuwapishe pia wanafunzi kadhaa wasikike hewani. Radio Maisha 105.1 Maua Kangeta. Mimi napenda Radio Maisha. Ikoji Nkobo. Napenda Radio Maisha. Mbeere Chuka. Napenda kusikiza Radio Maisha. Meru. Radio Maisha. Radio. Zaidi ya radio. That is why nakuanga Radio Maisha damu. Mimi ni fan wa Radio Maisha. Radio Maisha 95.9 Lugari, Lubanga, Lwakaka. Tuko mbele pamoja. Naam, nilivyoahidi ni kwamba wanafunzi wengine wapo na hii ndio fursa ya kuwasikiliza. Jina lako ni nani? Alma Wanjiko. Alma. Endelea. Shule gani? Chantili. Chantili. Umetuandalia nini? Umetuandalia kitu gani? Sasa ni rafiki zangu. Naam. Sasa ni rafiki zangu wanaona nyumbani na mamangu na babangu. Wanakusikiliza Umefurahia, umeona nini kizuri hapa ambacho umekipenda? Kwanza umewahi kuwa studioni? Umewahi kuwa studioni ama ndio mara ya kwanza? Kwa hiyo umefurahia. Pengine umeona kitu gani ambacho ukienda nyumbani utamwambia rafiki yako? Gitar. Umeona studio, umeona kompyuta. Naam. Mwalimu wako wa Kiswahili anaitwa nani? Mwalimu Anu. Anaitwa Mwalimu Anu. Anakufundisha vizuri kabisa Kiswahili? Bendera ya Kenya ina rangi ngapi? 4. Hebu zitaje katika lugha ya Kiswahili. Nyekundu. Nyekundu. Nyeusi. Nyeupe. Ndio. Na kijani. Makofi. Mwanafunzi mzuri sana, mahiri, anajua bendera. Tena umetulia wala hana wasiwasi. Kabisa. Vizuri sana.
Mwingine ambaye pengine tumpatie nafasi. Mwanafunzi mwingine mzuri hapa. Naam. Yuko hapa, asante. Mwanadada mrembo kabisa, anapendeza. Haya, sema jina lako na uko grade ya ngapi? Jina langu ni Neema Wanjiku, niko katika grade ya 9. Naam. Shule ya Chantili. Naam. Haya, wewe umetuandalia kitu ama umetembea kuja kuona studio na kuona wengine wakionyesha talanta zao? Tuliandaa taarifa. Taarifa. Naam. Unaweza kutusomea? Nizanza kidogo tu. Haya, kidogo tuonyeshe jamani. Ahlan wa salan, shikamoo wakubwa wetu na cheichei marika wenzangu. Karibu kwenye kibindo chetu, kuna habari kemkem. Kuwaleteeni si mwingine bali ni Neema Wanjiku kutoka Chantili Schools. Karibu na usibanduke. Bas, usibanduke, tegea. Naam. Haya. Utamalizia upande wa jukwani Naam. Haya, vizuri. Umesema wewe ni grade ya 9. Naam. Kabla hujaenda, mimi nina swali moja tu rahisi sana katika mambo ya nomino. Hii nomino cho iko katika ngeli gani? Wingi wa cho? Vio. Kwa hiyo ngeli ni? Hebu tunga sentensi. Vio vimevunjika. Alafu kama ni kimoja? Cho. Kio. Haya, umejaribu. Umejaribu. Wapi wengine nafasi? Umejaribu, asante sana. Asante. Utakumbuka Radio Maisha namna gani ukienda nyumbani, utawaambia wazazi vipi? Nimefurahi kuja huku, nimejifunza mengi. Naam. Na nimefurahia pia hii siku ya tamasha ya Ulimbwende, na pia wasikize Radio Maisha. Naam. Haya, kwa hiyo msikilizaji, bila shaka umepata ushauri. Unasikiliza Nuru ya Lugha. Na bwana mmoja anasema, fanyeni kazi msitafute sifa. Sifa zitakuja tu. Ukishafanya vizuri sifa zitakuja tu. There are two kinds of people. Those who do the work and those who take the credit. Try to be in the first group. Why? There's less competition there. Nuru ya Lugha na Victor Mulama. Come here,